Kwa kweli sisi tumekuja kuungana na Watanzania walio wengi wanaotakia nchi hii mema. Chini ya kiongozi wetu Daktari Samia amefanya mambo makubwa sana. Na leo tumejionea, pamoja na kwamba tulikuwa tunasoma taarifa, tunafuatilia ripoti za kiuchumi, lakini tumeshuhudia mitambo mikubwa iliyowekezwa katika bandari yetu na kuongeza idadi ya mizigo, ikiwa sambamba na kuokoa muda unaotumika kwa ajili ya kupakua na kudoki meli zetu zinapokuja katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Mimi naanza kumpongeza rais wetu Daktari Samia, na kupongeza baraza la mawaziri akiwemo Profesa Mbarawa ambaye ni waziri wetu wa uchukuzi, lakini pia mtendaji mkuu wa bandari ndugu Mbosa na timu yake nzima kuwa na maono makubwa zaidi ya kulitoa taifa katika uchumi tuliokuwa nao na kupeleka kwenye uchumi wa hali ya juu. Yote yaliyosemwa hapa na watendaji walioko hapa akiwemo na director wetu wa port hapa yanadhibitisha ndoto za Daktari Samia katika lango letu kuu la uchumi, na kuhakikisha kwamba miradi tunayohitaji wananchi, ikiwemo miradi ya hospitali, miradi ya barabara, miradi ya maji, miradi mbalimbali hata ya ujenzi wa masoko, inategemeana sana na kiwango cha mapato tunachokipata. Sasa injinia wetu wa uchumi Daktari Samia aliona umuhimu wa hili lango la uchumi la bandari yetu ya Dar es Salaam litumike kama sehemu ya kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi pale ambapo kipato kinapoongezeka. Leo mmesikia ya kwamba hofu iliyokuwepo ya wafanyakazi kufukuzwa kazi watakapopatikana wawekezaji haipo tena. Tunatambulisha kompyuta. Wanasema tutumie kompyuta, kila mtu ana hofu ya kwamba kompyuta itachukua ajira yangu. Ndivyo ilivyokuwa tulivyokubali kuleta private sector. Kila mtu atengeneza hofu yake. Na hofu hii haikuishia tu kwa wafanyakazi wa bandari, ilienda pia hata kwa matransporter. Wakaingia kwenye hofu ya kwamba malori yao yatakosa kazi, wawekezaji watakuja na magari yao. Lakini takwimu zinaonyesha za bandari na TRA ya kwamba tangu uwekezaji ufanyike, hata makampuni ya wazawa yameongeza kununua malori kwa ajili ya kubeba mizigo. Wefikiria, mepewa takwimu hapa, ndugu yetu tu Balesa, ule mzigo wake tu ule alikuwa anategemea alete meli 2 katika tani 60,000. Maana yake hakukuwa na uwezo wa kutumia meli moja, ilibidi alete meli 2, na zile meli 2 zinakuwa na shift ya kupakua siku za kutosha. Lakini baada ya uwekezaji ambao daktari ameufanya na kuruhusu private sector, sasa inakuja meli moja, na ndani ya upakuaji unapunguza siku, na ukipunguza siku umeokoa pesa, na wachumi wote wanaelewa umuhimu wa matumizi ya muda kwenye swala zima la kuingiza mizigo na kutoa ndani ya bandari yetu. Kwa hiyo mimi naomba niwapongeze Watanzania ambao mliendelea kuungana na ndoto ya Daktari Samia, na leo tunavuna matunda ya kazi njema, na huu ni mwanzo tu kwa takwimu tunazozipata, lakini projection ya miaka 5 ijayo ambao ndio hii tunataka tumchague Daktari Samia, ni kwamba bandari zetu hizi zitakuwa na uwezo wa kuwa na tani milioni 50. Tukiwa na tani milioni 50, na sasa mapato yetu ya bandari yanachangia almost karibia 40% ya mapato yanayokusanywa katika nchi yetu, maana yake yataongezeka pia na ajira zitaongezeka. Uwekezaji huu umelazimika kukamilika kwa bandari yetu ya Kwala. Kwa nini? Kwa sababu mzigo unakuwa mwingi. Imani ya dunia kupitisha mizigo yao ndani ya bandari yetu ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga na bandari ya Mtwara imeongezeka, jambo ambalo tunatarajia tani milioni 32 ndani ya mwaka, na mwaka 2030 ni tani milioni 50. Kwa hiyo ndio maana Daktari Samia ameamua kufanya mambo makubwa mawili. Moja, ameamua kuwekeza kwenye reli. Leo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi anaenda kujenga reli ya kutoka Tanga kwenda Msoma kupitia Arusha. Lakini pia ameamua kujenga reli ya kutoka Ruvuma kwenda Mtwara. Kwa hiyo ukiangalia reli ya kutoka Tanga kwenda Msoma ni kwa ajili ya mizigo yote. Amepiga mahesabu ya kiuchumi akagundua kutoka Tanga kwenda Kampala ni rahisi zaidi kupitia reli ya Tanga kwenda Msoma. Msoma pale unaingiza tu mzigo Kampala. Lakini hajaishia pale. Ile ya Kigoma kapiga mahesabu na tayari kule
wamesha saini mkataba, upande wa Burundi tena reli linajengwa. Manake na mzigo ukitoka hapa kwenda unaenda moja kwa moja. Kwala unabeba mzigo yote wa kimataifa. Ukienda Tunduma pia kupunguza msongamano wa malori. Ameamua pia kutengeneza bandari kavu pale. Sasa hii kazi yote inayofanywa na Daktari Samia ya kujenga reli, kuongeza bandari kavu ili Mtanzania aendelee kupata pesa itakayoenda kwenye maendeleo ya miradi mbalimbali ambayo ndio kilio cha wananchi. Wananchi wanalia, wanahitaji hospitali, wananchi wanahitaji madawa, lakini kama rais wetu hatutamtia moyo kwenye ndoto kubwa ya kuwekeza kwenye miradi mikubwa kama hii ya bandari, maana yake tutajikuta tunaendelea kupungukiwa huduma ikiwa pamoja na kukosa maji kwenye maeneo yetu. Jambo ambalo hata maslahi yanaenda kuongezeka. Na tayari yako mapitio yanayofanywa na wawekezaji wetu kuhakikisha kwamba mshahara waliokuwa wanapata unaenda kuongezwa kulingana na professional ya mtu, kulingana na kitengo alichokuwa nacho, kulingana na kategori ambayo itakuwa imetambulika kutokana na uwekezaji huu mpya unaenda kufanyika. Malori wameendelea kuongeza mitaji, wameendelea kununua malori na ni wa Tanzania. La pili, hakuna hofu ya mfanyakazi kufukuzwa kazi. Mfanyakazi amebaki na anaenda kuongezewa mshahara wake, na wengine wanaenda kuongezwa kuajiriwa kutokana na ufanisi wa kazi kubwa. Nimeona hapa mtaalamu ananiambia hii mitambo hii zamani, yani unakuta mmoja unatumia kontena 17. Sasa hivi lisali moja kwa hii mitambo mipya kontena 33. Sasa ukiangalia si tunaokoa muda hapo jamani. Ukienda huko ndani kuna mitambo mingine ilikuwa siamini, lakini unaona na matairi kama gari. Hii inatembea na ingia kokote kule. Inakubebea kontena, inakuingizia popote na unaondoka na kontena lako. Kwa hiyo mimi nawapongeza kwa ufanisi mkubwa, na sisi tutaendelea kuwa mabalozi wema wa kuwasemea kwa kazi njema inayofanyika. Mimi ni mgonjwa wa namba. Nikiona tu namba inanipa faida, hunizuii kusema hilo jambo. Na watu wengine ni waoga kufanya maamuzi kwa sababu wanaogopa kusemwa. Lakini bora ufanye maamuzi ambayo mwisho wa siku wasemaji watakuja kukaa kimya kwa sababu namba zitafanya nini? Sasa hivi hakuna, yani Tanzania nzima hakuna anayejadili tena uwekezaji wapi? Wa bandari. Hakuna. Kwa nini? Namba zimeshawafuta tayari kwenye mjadala. Yani unatolewa nje kwenye kujadili kwa sababu matokeo ya hesabu yanafanya nini? Yanaonekana. Ambayo mama aliyafanya yalikuwa ni maamuzi sahihi kabisa. Kwa sababu tunaangalia sasa hivi hata mitambo mnaweza mkaiona. Hii mitambo yote tulikuwa hatuna. Tulikuwa tunatumia mitambo mingine ambayo ni ya kizamani kidogo, lakini sasa hivi hizi mashine mnavyoziona sasa hivi tuna 5. 4 zinafanya kazi kwa wakati mmoja. Meli sasa hivi ni siku 2, siku 3 tumemalizana nayo, meli zingine zinakuja. Kwa hiyo kwa kweli kwa hapo mimi nimpongeze mama yangu Mama Samia Hassan. Lakini pia sisi kama wazawa kwa kweli tunamshukuru sana mama kwa maamuzi aliyoyafanya na ahadi aliyoisema kwamba ajira zetu zitakuwa ni za uhakika. Ajira zetu hamna mtu yote ambaye ajira yake iliteteleka, wote tunafanya kazi vizuri, lakini pia DP World ujio wake imeajiri watu wengi. Mimi mwenyewe nikiwemo. Kipindi kile of course nilikuwa kama kibarua, lakini baada ya DP kuja na kuhitaji watu wengi, nguvu nyingi, na mimi pia nikapata hiyo nafasi ya kuajiriwa. Kwa kweli hatuna kingine cha kumpa mama. Labda tu tukutane Oktoba tarehe 29 tukafanye yetu na maisha mengine yaendelee.